Bwana ni mwema wakati wote. Niwalike mkutano tuweze kukaa kwa utulivu ili tupate kusikia taarifa ya kazi ambayo imefanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato Bunju. Lakini kabla hatujaingia katika programu hiyo ya kutoa taarifa, niwaalike wote tusimame tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunakushukuru kwa namna ambavyo unaendelea kutupigania katika maisha yetu. Lakini tunakushukuru kwa namna ambavyo unasimama nasi hata katika mkutano huu. Leo tena ili kupendeza watoto wako tukusanyike ili tuendelee kujifunza miguuni pako. Tumejifunza neno lako, lakini muda huu ni muda wa kutoa taarifa ya kazi ambayo imetendeka kwa muda wa mwaka mzima, ambalo ni agizo lako pia katika kutoa taarifa baada ya kufanya kazi. Saidie Mungu tunapotoa taarifa hii, kama kuna sehemu ambapo tumeenda kinyume na mapenzi yako, ukatusaidie tukarekebishe. Neema yako ikatufunike, tunaomba ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amina. Taarifa ni muhimu tunapokuwa tumepewa kazi. Mtakubaliana na mimi ya kwamba kila mahali unapofanya kazi kuna ripoti lazima uitoe. Kwa hiyo kama kanisa pia ni lazima tulete taarifa ya kile ambacho kimefanyika na kile ambacho hakikufanyika. Kwa hiyo pasipo taarifa hatuwezi kujua tulipotoka, tupo wapi na tunaenda wapi. Kwa hiyo kwa namna hii ya pekee kabisa nipende kumkaribisha katibu wa kanisa ili aweze kutupatia taarifa ya kazi zilizofanyika na ambazo hazikufanyika, ili tuweze kupata mashauri kwa washiriki, lakini pia kwa wachungaji. Hivyo niwaalike wote kwa utulivu tupate taarifa. Bwana ni mwema wanakambi. Bwana ni mwema wanakambi na wakati wote. Tukidumu kuwa watulivu. Taarifa ya makambi, taarifa ya utendaji kazi wa kanisa la Waadventista wa Sabato Bunju kuanzia mwezi Julai 2025 hadi mwezi Juni 2026. Tukirejelea maono ya kanisa, tumelenga katika kurejesha viumbe vyote vya Mungu pamoja na marejeo ya Yesu mara ya pili. Lakini kama ilivyo wito wetu wa utume, kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo wanaoishi kama mashahidi wa habari njema, wakiutangaza ujumbe wa milele wa malaika watatu kwa watu wote, lakini pia wakijiandaa kwa marejeo yake hivi punde. Katika wito wetu wa sauti moja kuelekea 2027 ni katika kujikita katika maandiko matakatifu na kujielekeza katika utume. Na kama ulivyo moto wetu wa kambi, nitakwenda nikimsubiri Yesu. Ukitizama vyote hivyo, tunajiandaa kwa ajili ya kumsubiri Yesu, tukiwafanya na wengine kumsubiri Yesu pia. Taarifa yetu imejigawa katika sehemu 8. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya shukrani kwa Mungu. Sehemu ya pili ni utangulizi, tafatiwa na takwimu za washiriki, lengo la kanisa, mafanikio ya kanisa, matoleo ya kanisa kwa mwaka mzima, huu mwaka wa kambi, kuanzia Julai 25 hadi Juni 26. Sehemu ya 7 ni mipango ya kanisa ya baadaye, na sehemu ya mwisho ni hitimisho. Nikianza na sehemu ya kwanza, kanisa letu la Waadventista wa Sabato Bunju
Kwa niaba ya uongozi tunamshukuru Mungu kwa ukuu wake wa pekee na kwa namna alivyoweza kutusimamia katika kuifanya kazi yake kwa mwaka wa 2025 hadi sasa 2026. Hakika mkono wake mkuu umeweza kutupatia nguvu na mkono wake unaookoa umedumu kuwa pamoja nasi. Jina lake lihimidiwe. Katika utangulizi na sehemu mbili, sehemu ya kwanza ni mahali kanisa letu lilipo na sehemu ya pili ni historia fupi ya kanisa letu. Kanisa la Adventista Bunju liko umbali wa kilomita 35 kutoka katikati ya jiji la Dar es Salaam, lakini pia liko kando kando ya barabara ya Bagamoyo, jirani kabisa na shule ya msingi ya Bunju A na shule ya sekondari ya Bunju B. Upande wa kaskazini limepakana na kanisa la Roman Catholic. Sehemu ya pili ya historia ya kanisa letu. Kanisa letu la Bunju lilitengwa rasmi tarehe 30 mwezi wa kwanza 2005 kutoka katika kanisa la Mwenge likiwa na jumla ya washiriki 45 na kuwa miongoni mwa makanisa yanayounda mtaa wa Tegeta. Ilipofika mwaka 2017 kanisa letu lilitengwa tukaunda katika mtaa wa Bunju. Hivyo kanisa letu la Bunju ni miongoni mwa makanisa manne yanayounda mtaa wa Bunju katika field yetu au jimbo dogo la Pwani ya Mashariki katika union yetu ya kusini mwa Tanzania. Takwimu za washiriki mpaka tunahitimisha kambi letu Juni 29, 2025 tulikuwa jumla ya washiriki 990. Ongezeko la washiriki ni 132 ambao kwa ubatizo ni washiriki 81, kwa barua za uhamisho yani waliohamia kanisa letu ni washiriki 51. Hatukuweza kupokea washiriki kwa mikono. Lakini pia kwa wale walioondoka kwa barua tuliweza kuhamisha washiriki 13 waliofanya ushirika na makanisa mengine, lakini kwa masikitiko makubwa kwa kuasi waliondolewa washiriki 4 na kwa mauti tumeondokewa na washiriki 2. Jumla ya maondoleo ni washiriki 19, lakini katika hao walioasi 4 tumeweza kurejesha washiriki 2. Bwana atukuzwe. Jumla washiriki tulio nao hadi sasa ni washiriki 1103. Wastani wa mahudhurio ya washiriki wa shule ya Sabato, watu wazima ni 128, vijana wa darasa la mahusiano au bobea ambao ni miaka 19 hadi 35 ni 152, watoto ni 196, washiriki wa shule ya Sabato katika darasa la ubatizo ni 18 na wale wa darasa la furaha ni 14. Hivyo wastani wa washiriki wa shule ya Sabato kwa kila Sabato ni kama wastani wa washiriki 508. Hawa ni jumla ya watu wazima au washiriki walioko kanisani hapa, washiriki wa shule ya Sabato, lakini pia na watoto. Lengo la kanisa au kusudi la kanisa ni kufanya huduma ya utume ndani na nje ya kanisa kupitia idara na vyama mbalimbali ndani ya kanisa. Sehemu ya 5 ni sehemu ya mafanikio, na sehemu hii kanisa limeweza kufanya shughuli za utume ndani na nje ya kanisa kupitia idara na vyama mbalimbali katika vipengele vifuatavyo. Kipengele cha kwanza ni kipengele cha uinjilisti, kinachofuata ni kipengele cha uimarishaji wa idara pamoja na vyama. Kipengele kingine ni katika kutembelea washiriki, na kingine ni katika kufanya huduma ya meza ya Bwana, na kingine ni katika miradi ya ndani ya kanisa. Katika kipengele cha uinjilisti kuna uinjilisti wa ndani, uinjilisti wa nje, huduma kwa jamii pamoja na ugawaji wa vitabu. Nikianza na uinjilisti wa ndani, kanisa la Adventista wa Sabato Bunju tumefanikiwa kufanya majuma ya maombi 9 yaliyohusu uwakili. Katika uwakili tumeweza kufanya majuma 3, idara ya vijana juma 1, uchapishaji juma 1, huduma za familia juma 1, huduma za washiriki juma 1, na majuma kwa ajili ya idara ya
huduma za watoto ni majuma mawili. Ninawakumbusha tena, taarifa hii ninaisoma inaanzia Julai 2025 hadi Juni 2026. Kanisa limefanikiwa kuendesha siku 10 za uamsho zilizoambatana na maombi ambazo ziliendeshwa mwaka jana mwezi wa 10 na mwinjilisti Heri Muando pamoja na mwinjilisti Anania Msola. Kanisa pia limeweza kuratibu siku 10 za maombi ya mwaka zilizoweza kuzifanya kwa ajili ya kusogeza washiriki ili kuanza na Bwana mianzoni mwa mwaka. Kanisa limefanikiwa kufanya na kushiriki semina mbalimbali katika idara mbalimbali kama vile idara ya huduma za wanawake, idara ya afya, chama cha ATAPE, idara ya huduma za vijana, uwakili, huduma za washiriki pamoja na semina mbalimbali katika idara ya shule ya Sabato. Kanisa pia limefanikiwa kufanya semina kubwa moja ya watendakazi wa kanisa na kushiriki semina mbalimbali za viongozi wa kanisa, hususan wazee wa kanisa. Kanisa limewezesha na kuendesha sabato maalum za idara mbalimbali, ikiwa ni pamoja na sabato maalum ya huduma za wanawake, idara ya vijana, sabato maalum ya ATAPE, sabato maalum za uwakili kwa watoto, lakini pia na uwakili kwa watu wazima, sabato za AMR, sabato za uhuru wa dini pamoja na huduma wezeshi. Kanisa limeweza kufanya siku 3 za kambi la uwakili ambazo zilikuwa zikihimiza katika kuimarika na kuwa mawakili waaminifu. Kanisa pia limeweza kushiriki mikutano ya satellite ya Njombe Net Event kwa kuandaa vituo 10 vya kurusha mahubiri hayo, na katika vituo hivyo tulifanikiwa kupata roho zilizoongolewa 11 na wakabatizwa na kushiriki au kuwa miongoni mwa washiriki wa kanisa. Mnasemaje washiriki? Kanisa pia limefanikiwa kutuma washiriki katika mafunzo ya kuongeza au kuboresha namna ya utendaji kazi katika mafunzo ya Gain Africa pamoja na ATAPE ili kutujengea uwezo sisi watenda kazi. Kanisa pia katika uinjilisti wa ndani limeweza kutoa huduma ya utume katika kundi jipya la Excellent College tulilolipokea kutoka katika kanisa la Boko. Tumeweza pia kuanzisha na kuendesha darasa la kujifunza Biblia na masomo ya roho ya unabii kila Jumapili hapa kanisani, ambayo yanaratibiwa na idara ya huduma za washiriki. Kanisa pia limeweza kuanzisha mfumo wa matoleo ambao unaweza kutoa taarifa kwa washiriki mara tu sadaka yake inapokuwa imemaliza kufanyiwa mchakato kutoka katika ofisi ya wahazini, lakini pia na kuratibu utaratibu wa kupokea wageni katika kanisa mahalia. Uinjilisti wa nje. Kanisa limeweza kusimamia ibada za Sabato katika tawi la shule ya Sabato la Destiny, shule ambayo iko hapo jirani, lakini pia limewezesha kushiriki katika mikutano ya satellite kama nilivyosoma katika uinjilisti wa ndani, lakini pia limeweza kuandaa sabato za ukarimu au mara nyingi tumezoelea kuita sabato za wageni, zilizojumuisha watoto pamoja na watu wazima, ambapo baadhi ya vitabu, vijizuu na majarida mbalimbali pamoja na masomo yaliweza kutolewa kwa wageni ili kuweza kujenga uhusiano mzuri pamoja nao. Kanisa limeweza pia kushiriki katika siku ya uzinduzi wa kitabu cha utume pamoja na vitabu vingine katika maeneo mbalimbali, ikiwa pamoja na kushiriki katika kanisa la Magomeni. Katika uinjilisti wa nje pia, kanisa limeweza kuendeleza eneo jipya la kuinjilisti katika wilaya ya Igunga mkoani Tabora kupitia kanda ya shule ya Sabato ya Bunjubi, na katika kanda hii vitabu pamoja na vijizuu mbalimbali hutumwa
pamoja na kutoa sadaka ya kumwezesha mwinjilisti mlei. Mnasemaje jamani kwa kuanzisha kundi hili la kule wilaya ya Tabora? Ni mbali sana, lakini Mungu awabariki sana kanda ya Bunjubi. Kupitia injilisti wa nje, kwaya za kanisa pamoja na vikundi zimeweza kualikwa katika mialiko mbalimbali katika makanisa ya nje, lakini pia na ya ndani. Lakini pia wameweza kualikwa katika makambi pamoja na majuma ya uamsho, na hivyo kuweza kupeleka injili katika maeneo walioalikwa. Sambamba na hilo, wameweza kuweka nyimbo za kwaya na vikundi hivyo katika akaunti mtandao ya YouTube na kurekodi nyimbo mbalimbali ambazo zinatumika ndani na nje ya kanisa kwa ajili ya utume. Kanisa tumeweza kushiriki matukio na shughuli mbalimbali za utume katika jimbo letu na hata katika nje ya jimbo kwa sadaka mbalimbali za kuwezesha kazi ya Mungu, ikiwa ni pamoja na ATAPE, lakini pia pamoja na idara ya elimu kupitia mradi wa ujenzi wa shule ya sekondari Dar es Salaam, yani DAS, ule mradi wa ujenzi wa Kibwegele. Tumeweza pia kusomesha masomo ya sauti ya unabii kwa watu waliovutiwa, na hata sasa wanafunzi walioweza kuhitimu ni wanafunzi 4. Huduma kwa jamii kupitia idara na vyama mbalimbali ndani ya kanisa wameweza kutembelea na kutoa huduma kwa wagonjwa mahospitalini pamoja na majumbani na kuwapatia mahitaji mbalimbali ya kimwili pamoja na kiroho. Huduma hizi zimefanywa na ofisi ya mchungaji, ofisi ya wazee, ofisi ya mashemasi, idara ya huduma za wanawake, idara ya shule ya Sabato, idara ya vijana, chama cha AMO, chama cha Dorcas pamoja na idara ya huduma za watoto. Pia washiriki wameweza kuwafikia na kuwafariji wafiwa waliopotelewa na wapendwa wao ndani na nje ya kanisa kwa kutoa sadaka na salamu za lambilambi ili kuweza kuwapa pole. Sambamba na hilo, huduma kwa jamii, kanisa kupitia idara zake na vyama limeweza kugharamia baadhi ya gharama za matibabu kwa washiriki na watu wasio washiriki kulingana na uhitaji uliopo kupitia ofisi ya mashemasi, Dorcas, AMO, idara ya vijana pamoja na idara ya huduma za wanawake. Sambamba na hilo, kanisa kupitia vyama limeweza kushiriki programu ya kuchangia damu ili kuweza kuokoa uhai wa watu. Ugawaji wa vitabu, kwa ufupi sana, vitabu 1200 vimeweza kugawiwa, kitabu cha mwaka pamoja na vitabu vingine, lakini vijizuu 1000 vimeweza kugawiwa na masomo ya sauti ya unabii yaliyotolewa ni 160. Bwana wabariki kwa kujitoa kwa kazi yake. Katika kuimarishaji wa idara na vyama, kanisa limeweza kuendesha semina mbalimbali za idara kanisani na wameweza kushiriki semina mbalimbali zinazotolewa nje ya kanisa mahalia, yani semina za conference au field na semina za union. Lakini pia wameweza kushiriki na kuendesha sabato maalum za idara, ikiwa ni pamoja na huduma za wanawake, vijana, elimu, ATAPE, uhuru wa dini na nyinginezo. Mafunzo mbalimbali yametolewa kupitia idara ya vijana katika vyama vyake mbalimbali ikiwemo AC, PFC, Master Guide pamoja na kiongozi mwandamizi SYL ambao wanapatikana katika mabalozi pamoja na vijana wakubwa. Kanisa limeweza kushiriki mikutano ya injilisti wa vitabu yaliyoandaliwa na ICF na kusimamia malezi ya washiriki. Pia kupitia idara mbalimbali, baadhi ya washiriki waliweza kutumwa na kushiriki makongamano mbalimbali ya idara ikiwemo watoto kule Magomeni, na ofisi pale imepokea cheti cha ushiriki wa watoto katika ujasiriamali. Bwana wabariki wazazi kwa kuwalea watoto na kuwafundisha kazi ili wasiweze kuwa walegevu kama tunavyojifunza katika kambi hili. Kupitia idara ya vijana wameweza kushiriki makambi mbalimbali ikiwemo kambi la Refresh ambalo limehitimishwa hivi punde wiki iliyopita lililofanyika Makongo Juu, pamoja na makambi mengine ambayo yalifanyika mwaka jana.
Tunasihiwa pia kuweza kushiriki katika chama cha Dorcas pamoja na AMO na vijana, hususan kwa wale ambao hawajajiunga, ili kuendelea kuimarisha vyama vyetu na kuliimarisha kanisa katika utendaji kazi. Katika miradi ya kanisa kuna miradi mbalimbali. Hii sio miradi ya kanisa, ila ni miradi iliyo ndani ya kanisa. Mradi wa kanisa tulionao ni mmoja, mradi wa ujenzi ambao unaendelea jengo letu hili, pamoja na ukiangalia kule fence ya kanisa inayoendelea. Huo ndio mradi mkubwa ambao kanisa unalo. Lakini kupitia kanisa, kwaya yetu ya Wawabu ina mradi wa kiuchumi wa kukodisha matenti pamoja na viti, ambao mradi huu unawasaidia katika kupata kuwezesha shughuli za uinjilisti katika kwaya hii. Kanisa limeweza kufanikiwa kufanya meza za Bwana 3. Katika huduma hii takatifu, wastani wa washiriki ni 251 na wastani wa wageni ni 89. Taarifa ya kutembelea washiriki: ofisi ya wazee na mchungaji. Kwa ufupi naomba niweke summary badala ya kuelezea kila kimoja. Ofisi ya wazee na mchungaji, jumla ya kaya 65 zenye idadi ya watu 244. Ofisi ya mashemasi, jumla ya kaya 58 zenye idadi zaidi ya watu 200, na idara nyingine jumla ya watu 41. Kutokana na muda, taarifa hii nitairusha pia ndani ya grupu la kanisa. Tutaendelea kuipitia pia kwa ajili ya kupata taarifa kwa undani zaidi. Taarifa ya fedha kuanzia Julai 25 hadi Juni 26. Goli letu la mwaka jana la zaka lilikuwa milioni 126,176,765. Tulifanikiwa kutoa milioni 145 na 51,437, ambayo ilikuwa ni sawasawa na 115%. Goli letu la mwaka huu lilikuwa ni milioni 181 na 56,989 na senti 55 na senti 75. Tumeweza kukusanya milioni 213,544,160 na senti 20, sawasawa na 117 na senti 94. Mnasemaje kwa matoleo ya zaka? Sadaka ya conference ilikuwa, ninaomba nisome sasa kwa mwaka huu badala ya kusoma ya mwaka jana. Goli la sadaka ya conference ilikuwa ni milioni 105 na 13,054 na senti 06. Tumeweza kutoa hadi sasa shilingi milioni 45,624,368 na 70 na senti 78, sawa sawa na 43% na sawa sawa na 43.4. Sadaka ya shukrani ilikuwa ni milioni 6,955. Hadi sasa tumetoa 626,100, sawa sawa na 9%. Bajeti ya kanisa iliyoletwa ilikuwa ni goli milioni 76 na 43,935. Tumeweza kutoa shilingi milioni 34,494,434, sawa na 45%. Sadaka nyingine ikiwa ni pamoja na majengo na nyinginezo zote za kwenye idara ni milioni 400, lakini tumeweza kutoa milioni 184,965, sawa sawa na 46.2. Jumla ya magoli yote ni milioni 769 na 71,979 na senti 51, lakini makusanyo ni milioni 479 na 254,150, sawa na 62%. Kanisa lina mipango ya baadaye, ikiwa ni pamoja na kuendeleza ujenzi wa jengo, kuendeleza upanuzi wa maeneo ya kanisa, kuendesha mikutano ya mihadhara katika maeneo mapya, ujenzi wa kanisa la watoto, kuendesha mikutano ya TMI, kuendeleza mafundisho ya usikivu kwa wanaovutiwa ili kuifahamu kweli,
kushiriki semina na makongamano mbalimbali ili kujiongezea uwezo wa utendaji kazi, kuendeleza darasa la kujifunza Biblia na masomo ya roho ya unabii, pamoja na kufungua kundi katika eneo la kiinjilisti la Bunju Sokoni. Tunazo changamoto kadha wa kadha, ikiwa ni pamoja na baadhi ya washiriki kutopendelea kuleta ushirika wao, lakini pia wengi kutojua ushirika wao ulipo. Pamoja na hilo, ni washiriki wengi kupotea kanisani na kutojulikana walipo. Tuna idadi zaidi ya watu 400. Taratibu za kuwafuatilia zinaendelea, lakini pia kutokamilika kwa baadhi ya mipango ya idara na vyama kutokana na uhaba wa fedha. Baadhi ya washiriki kuanguka dhambini na kuondolewa katika kitabu cha ushirika kupelekea kupungua kwa washiriki na nguvu kazi shambani mwa Bwana. Ushiriki mdogo wa baadhi ya walezi na wazazi katika kuimarisha idara, hususani kwa watoto na idara ya vijana, lakini pia changamoto ya baadhi ya watendakazi kutofanya kazi au kufanya kazi kwa ulegevu. Tunamshukuru sana Mungu wa mbinguni kwa kutusaidia kuifanya kazi yake. Pale tulipopungua, pale tulipo na mapungufu, tunaomba aweze kutusaidia ili tuweze kuimarika na kuifanya kazi yake kwa ufanisi kama apendavyo, ili jina lake lipate kutukuzwa. Na washukuru washiriki wote, uongozi wa kanisa na wageni wote kwa kusikia taarifa hii. Mungu awabariki sana na mzidi tuombea na kuwaombea watendakazi wote ili tuweze kuimarika na kuifanya kazi ya Mungu sawa sawa na mapenzi yake. Taarifa hii imeandaliwa na ofisi ya makatibu na kusoma kwenu na Ruth Keboya. Bwana wabariki. Bwana ni mwema wakati wote. Makambi mtaa wa Bunju 2026. Wakati tunamsubiri, bado tunatakiwa tufanye kazi. Kwa hiyo ninashukuru sana ofisi ya makatibu kwa kuleta taarifa hii. Lakini tunatambua ya kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo yanatakiwa kushauriwa, na hivyo kwa namna pekee kabisa nipende kualika mchungaji wawili ili waweze kutupatia kile ambacho wamekiona kwenye taarifa yetu, kutushauri lakini na kutuelekeza mambo mbalimbali katika taarifa. Nipende kukukaribisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza kabisa, tunawapongeza ofisi ya makatibu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ofisi ya makatibu katika kanisa letu hili la Bunju tunawapongeza sana. Namba 2, tunawapongeza washiriki wa kanisa la Bunju. Jamani, Bwana asifiwe sana. Unajua mara nyingi tusikimbilie tu kwenye matatizo. Mahali palipofanywa vizuri tupongeze. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa sababu kuna maeneo mengi sana ambayo ukiyatazama washiriki mmefanya kazi kubwa sana. Goli la zaka na sadaka mmevuka vizuri sana. Jamani, Bwana asifiwe. Huo ni ukuaji, sio ukuaji? Ukuaji mkubwa sana. Kwa hiyo tunawapongeza sana. Mgogoro tu umeonekana mahali pa sadaka, kwamba sadaka kwenye goli lake badala ya kwenda juu kama vile zaka ilivyotembea juu, basi zaka imedumaa. Tunaweza tukarekebisha mahali hapo. Bwana asifiwe sana. Na hata hivyo makambi ya mwaka huu yametusaidia sana kuangalia kwamba sadaka ni ya muhimu, kazi ya Mungu isonge wapi? Mbele. Kwa hiyo kwa kweli katika upande wa matoleo tunawapongeza sana. Mmefanya zaidi kwa upande wa sadaka, lakini haimaanishi kwamba zaka ishuke wapi? Yani zaka izidi kupanda juu ili mtaa uendelee kupangwa, mitaa ipangwe, kazi ya Bwana isonge mbele. Haleluya.
Kwa kweli tumewapongeza sana kwa upande huo wa matoleo. Kipengele kingine, upande wa uinjilisti. Halo? Tumeona hapa kumbe mmevuka hadi Union. Wewe cheza na watu wa Bunju. Mmeenda mpaka Tabora huko. Nilivyoona Igunga, Tabora nikasema wow. Mmeenda mbali sana, ila tu hamjaandika kwamba ni lini mpaka lini. Si sawa si vitu vidogo tu vya kuandika kwamba ilianza lini, inategemewa kufikia lini, ili tuendelee na maeneo mapya ya kazi katika conference hii. Haleluya jamani. Kwa hiyo tunawapongeza kwa kuvuka mipaka kwa ajili ya kazi ya utume. Utume hauna mwisho. Endeleeni kufanya hivyo na Bwana atazidi kuwabariki sana. Jambo la tatu la kupongeza, idara. Jamani, Bwana asifiwe sana. Idara zimeonekana kumbe zinafanya kazi. Dorcas, amo kweli? Amo mpo kweli? Amo mpo? Mmekumbukwa katika kipengele cha mwisho sana. Amo ndio wakaonekana. Jamani wanaume, hebu punga mikono. Ile ya Pastor Shigera kwamba sasa wanaume wasikimbia wakiona nyoka, njoo mkanyage, maliza. Bwana asifiwe sana. Tunatambua uwepo wa Amo. Mara nyingi Amo wanasauliwa sana, ndio maana nimewaona mlikuwa mmesauliwa. Tunawapongeza sana kujishirikisha katika kazi ya utume. Kwa kweli mnafanya vizuri, jina la Bwana litukuzwe sana. Kipengele kingine, maana natakiwa nimwachie na mwenzangu atamalizia. Upande wa meza ya Bwana. Washiriki naona wamesoma kama 1100 na kitu. Wanaoshiriki 251. Mgogoro. Jamani, kweli si kweli? Nimejaribu kufikiria, huenda wakati wa meza ya Bwana huenda sio mgogoro sana, kwa sababu nimeangalia listi ya wanaoshiriki, watu wazima 128, vijana wa darasa la mahusiano wako 152. Kwa hiyo hao ndio wengi. Watoto wanakuwa ndio wengi, lakini hao kwenye wabatizwa, kwenye watoto hatuwaingizi, si kweli? Kwamba kwenye meza ya Bwana kuna mgogoro wa afya. Hiyo listi tu kwenye 1103, kuna 400 wameonekana kana kwamba hawajulikani walipo. Sawa, wanabakia kama shingapi hivi sasa? 1103. Wewe fanya na 100, toa 400 ambao hawajulikani. Wanabaki wangapi? 100 ngapi? 700. 700. Sasa kwenye 700 ashumu ndiyo active, lakini wanaoshiriki meza ya Bwana wako wangapi? 200 something. Hapo tayari kuna mgogoro wa afya. Hao watu wa kila chakula cha Bwana, huenda hata zaka ambayo imesomwa hapa itaenda double. Bwana asifiwe sana. Maana siku zote mtu akiunganishwa na Yesu, siku zote anakuwa. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo sasa kwa waumini wote tunawashauri na kuwashauri sana, kwa wale ambao wanakwepa meza ya Bwana, karibuni mshiriki meza ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Eneo la mwisho, ili nisije nikamaliza mwenzangu nikala vyote alafu mwenzangu sasa akaniambia wewe shamaliza. Jambo la mwisho, taarifa yetu imeandaliwa vizuri. Jamani, mmeionaje? Na inaonesha kanisa linafanya kazi sana. Kitu tu cha kushauri katika taarifa iliyoandaliwa vizuri, ili iweze kupimika, basi walau figa isome. Hiyo si imekaa vizuri kwamba idara fulani imefanya hivi, imetumia kiasi cha shilingi kadhaa. Kwa hiyo kumbe mwishoni tunaweza tukaona kwamba kanisa limetoa fedha nyingi, sadaka nyingi sana kwa ajili ya kuhudumia jamii inayowazunguka. Ili kitokea baadaye idara fulani kwenye vile vikao umetumia shilingi ngapi, hapa pia ingeonekana kwamba jumla yote katika kazi ya uinjilisti, katika kuwatembelea wagonjwa, wahitaji na nini, jumla yake ni shilingi kadhaa. Bwana awabariki sana. Asante.
Pastor, Mungu akubariki. Jamani, Bwana asifiwe. Ongeleni kwa kazi ya Bwana. Ongeleni kwa kuanzisha ujenzi ambao ni wa jengo zuri namna hii la ibada. Mlizinduka mapema, wengine ndio wanahangaika muda huu. Ndio plani na michoro na viwanja vinatafutwa. Bunju ni moja makanisa ambayo yana majengo makubwa na mazuri ya ibada. Mungu awabariki sana. Nimegundua mambo kadhaa. La kwanza, ongezeko la washiriki ni dogo sana. Ongezeko la ubatizo watu 81. Ni kipindi ambacho tulikuwa na programu inaitwa ECD, Evangelistic Impact, ambayo ilikuwa inasisitiza kila mshiriki kuleta mtu mmoja kwa Yesu. Kila mshiriki alete mtu mmoja kwa Yesu, ili tuelekee kwenye double membership. Sasa ubatizo unaonesha ni watu 81 peke yake, maana kuna watu wengi tu hawakuingia kazini kwa ajili ya kuleta watu kwa Yesu. Na ukizingatia mwaka huu tuna goli la ubatizo. Mwaka huu pia kuna goli la ubatizo ambalo pastor ngapi? Nimesahau kidogo. Ubatizo mwaka huu 180. Kwa unaona mwaka jana tulikuwa tuna 81, mwaka huu tuna 180. Kwa hiyo inabidi tuongeze bidii ili tuweze kufikia goli hilo la ubatizo. Lakini pia jambo lingine ambalo nimeona hapa, niwapongeze kwa kuwa na vituo vingi vya Njombe Net Event, vituo 10. Bwana wabariki sana. Ila changamoto, sijaona mahubiri ya hadhara yaliyofanyika. Makanisa mengi hapa Dar es Salaam yana muda mrefu hayafanyi mahubiri ya hadhara. Miaka 3 inakatika, miaka 4 inakatika, miaka 5, 2 bila mahubiri ya hadhara. Tumebakia kutegemea tu hizi net events, ambapo changamoto pia ni kwamba washiriki wanaohudhuria hizo net events kwenye hiyo vituo huwa ni wachache sana. Huwa ni vituo vinakaa, vingine viko tu hapo vinaenda, tunakamilisha idadi, lakini utendaji kazi kwenye vituo hivyo unakuwa ni mdogo. Labda niulize, maana hapa sijaiona au imesahaulika, tulikuwa na mahubiri ya hadhara mwaka uliopita? Hapana. Mwaka juzi yalikuwepo, ila mwaka jana ndio yakuwepo. Basi Bwana tutie nguvu, mwaka huu usipite. Niwapongeze kwa kuanzisha darasa la kujifunza Biblia na roho ya unabii kila Jumapili hapa kanisani, ambalo linaratibiwa na idara ya huduma za washiriki. Hii ni pongezi, na niwatie moyo washiriki, hii nitakwenda nikimsubiri Yesu. Hudhurieni kwa wingi darasa hilo na hatimaye mtaona matunda yake. Lakini pia hapa kuna kushiriki matukio mbalimbali ya nje ya kanisani na jimboni. Kuna ujenzi wa Dar es Salaam Adventist Secondary School DAS pale Kibwegere. Katika magoli yale ambayo ni ya jimbo wa kila mtaa, nimeona Bunju tuna shilingi milioni 9 ya goli. Lakini mpaka sasa iliyotoka ni milioni 1 peke yake, na program ilikuwa inaenda mpaka mwezi wa 6 tarehe 30. Lakini tuna milioni 1 kati ya milioni 9. Niwatie moyo, huu mpango wa ujenzi wa hii shule ya Kiadventista hapa Dar es Salaam ni mpango wa Mungu. Tushiriki kadri inavyowezekana ili kuusapoti, ili kazi ya Bwana iweze kwenda mbele. Lakini jambo jingine, niwapongeze kwa uwepo wa darasa la lugha ya alama kwa watoto na vijana, ili kuwezesha mazingira jumuishi kwa wenye ulemavu au kwa wenye mahitaji maalum na kwa kanisa. Bwana awabariki sana. Sasa tumesomesha sauti ya unabii 160. Tunapata pongezi pia. Bwana asifiwe. Ila kwa idadi yetu ya waumini ni muhimu kuongeza 160. Hata robo ya idadi ya waumini bado haifiki. Lakini vijizuu 1000 bado ni vichache. Boksi la vijizuu pale Kibidula vya Mwachunguza Maandiko ni 135.
mpaka linafika 140,000. Kuna vijizuu zaidi ya 5,000 mule ndani kwa 100,000 tu na kitu. Hebu naomba huu upande pia tuweze kuboresha. Upande wa maokoto au sasampa kwa lugha nyingine, pia ninawapongeza upande wa zaka. Mnafanya vizuri sana upande wa zaka, lakini changamoto ni upande wa sadaka. Inaonekana watu wengi wanatoa zaka peke yake na sadaka hawatoi. Na nikwambie, kati ya zaka na sadaka, Pastor Mjema alikazia kwenye uwakili, sadaka ina baraka zaidi, kwa sababu zaka ni kipimo cha utii. Unatii amri bila shuruti, sio kwa shuruti, maana unatii amri. Lakini sadaka ni kipimo cha upendo, unajimwaga namna gani unampenda Mungu. Kwa hiyo kwenye kipimo cha upendo hapo tumepungua sana. Sio sadaka ya conference, sio sadaka ya bajeti ya kanisa, sio sadaka nyingine, pote magoli hayafikiwi kabisa. Bwana tutie nguvu tuweze kufanikiwa katika hilo. Baada ya kusema hayo, tunawaombea mema ili taarifa ya mwaka ujao iwe nzuri zaidi ya hii, na Bwana azidi kuwabariki. Asante. Kwa namna hiyo, nipende kuchukua nafasi hii, tutakuwa na ombi maalum kutoka kwa Mchungaji Shigera, ili pale ambapo tumepungua katika makambi haya, tunapoelekea katika mwaka mwingine, tupate kujitafakari na kurekebisha pale tulipopungua. Kwa hiyo nipende kukaribisha Mchungaji Bwana Yesu asifiwe. Bwana awabariki sana kanisa la Bunju. Mwanzo mzuri na makusudi mazuri. Mimi huwa naamini katika ukuaji. Siamini katika pale uliposimama, naamini katika ukuaji. Kwa hiyo nimeona hapo kuna sadaka ambazo mmevuka kabisa. Mmevuka magoli, mmevugusa marengo, mkavuka magoli. Ni kiasi cha kuamua tu, na ni mwanzo mzuri. Sasa kama na msukumo wa chaji ya mwaka huu ya kambi hili 2026 Bunju makambi, nitakwenda nikimsubiri nani? Mimi naamini mabadiliko tayari, wokovu tayari, yaani uponyaji tayari. Yaani ni maneno mengi. Simameni tuombe, alafu tutaona mwaka kesho. Baba, tunakushukuru sana kwa ajili ya kanisa lako la Bunju. Ni kanisa kubwa, kanisa zuri, kanisa ambalo moja kati ya makanisa yanayotegemewa katika jimbo hili. Yapo mambo machache tu Baba ambayo watumishi wako wamesikia na wanakwenda kuyafanyia matengenezo. Wale waliokuwa nahamisha sadaka kupeleka kwenye maendeleo ya kanisa, badala ya kuiacha iweze kugawanywa kwa utaratibu uliowekwa, wameacha. Wanaotaka kuokolewa kwa sababu wanakusubiri Yesu, wameacha. Wale waliokuwa hawatoi kabisa, huo unyimivu ambao tulisoma neno lako kwamba watakuwa hawafai, sasa wanafaa, maana wataenda kuanza kutoa, na kila mmoja ataenda kuwa mwalimu wa mwenzake, taa ya mwenzake, mwamshaji wa mwenzake,
mpaka kufika mwisho, kila mmoja yuko sawasawa katika njia yako. Baba, ulibariki kanisa hili la Bunju, bariki viongozi wake, wazee wa makanisa, wakuu wa idara mbalimbali na mchungaji wao, wapatie umoja, mshikamano, kuelewana na kusikilizana. Wakishikamana katika mambo na wakavuta pamoja, wakakusudia na lengo likawa moja, watavuka, watafika mbali zaidi hata ya pale tunapopatarajia. Watafika mbali zaidi hata ya pale goli lilivyoletwa kutoka field ama mahali popote. Ninawaweka mikononi mwako kwa ajili ya safari ya mwaka mzima ujao, mwaka utakao kusanya matukio na taarifa mbalimbali. Taarifa itakayokuja kusomwa katika mwaka ujao ikawe taarifa iliyojaa kila mahali. Hata ule uongoaji wa roho si huu uliosomwa, bali wakija kusoma tuanzie kusikia watu 300 wakiwa wamebatizwa na kuendelea mpaka kanisa hili lianze kujaa. Watamani kona nyingine, maeneo haya ya jirani, watenge kanisa jingine la pili. Wewe ndiwe Mungu, hakuna kushindwa, kwa sababu uweza wako na nguvu zako hazijawahi kushindwa. Basi sisi tunajiachia mikononi mwako, ujuaye kuongoza, ujuaye kubadilisha, ujuaye kubariki, ujuaye kuepusha watu wako, kawaepusha na mabaya. Asante Mungu kwa ajili ya taarifa hizi nzuri. Kila aliyehusika katika kutoa, kila aliyehusika katika kubariki, kila aliyehusika katika utume, kila aliyehusika kutembea, kila aliyehusika katika mipango hii mizuri na kuifanya ifike mahali hapo ilipofika, ahadi zako za mibaraka ziwe juu ya watoto wako. Kwani tunaomba katika jina lako Yesu Kristo Mwokozi wetu, amen.